Yaliletwa maswali hapa nikawa nimeyajibu masaili tofauti tofauti yanayohusiana na miamala, na maswali mengi yalikuja baada ya kusoma mlango wa riba, aklu riba, kula riba au kuchukua riba. Ndio maswali mengi yakawa yamekuja sehemu hiyo, kwa sababu ukizungumzia riba maana yake mikopo inaingia hapo. Sawa, mikopo inaingia hapo kwa sababu ni miamala ambayo watu wanaifanya. Sasa katika masala ambayo nilielezea ni masala ya kuuza kwa taksit. Kuuza kwa taksiti, yani kuuza kwa deni. Kuuza kwa deni, yani mtu unanunua bidhaa dukani, ukinunua keshi unalipa 50,000, lakini kama huna keshi unataka kulipa kidogo kidogo, inaitwa taksit. Nitakuuzia kwa 100,000, utalipa ndani ya miezi 6 au utalipa ndani ya miezi 3. Kwa hiyo mkafunga mkataba kwa muamala ambao mmekubaliana kwamba nanunua kwa taksit, kwa kulipa kidogo kidogo ndani ya miezi 3. Lazima muda ufahamike, ndani ya miezi 3, lakini pia lazima ulipaji ujulikane kwamba utakuwa unalipa vipi. Utalipa kwa wiki, utalipa kwa mwezi, utalipa kwa siku. Unachagua ile utakayochagua, ndio inaandikwa pale, mnakubaliana kwamba utalipa kwa kila wiki. Sasa inaangaliwa ile pesa, kama ni 50,000 inagawiwa kila wiki, maana yake anatakiwa alipe kiasi gani. Hii muamala unafaa kisheria, na tukawa tumeelezea mfano wa biashara ambazo zinafanyika kama vile biashara ya simu, muamala wa kuuza kwa deni, wenyewe wanaoita simu za mkopo. Simu za mkopo, yani biashara hii wameifanyia, yani wameichanganya sana biashara hii, wameichanganya, wameitoa kuwa katika hali ya taksit, kuwa biashara ya taksit, kuifanya kuwa ni qard, kuifanya katika sura ya mkopo, kuifanya katika sura ya mkopo. Lakini huwezi jua kama ni sura ya mkopo mpaka ufuatilie kiundani zaidi, Lakini tulielezea uhalisia wa biashara ya taksit, kuuza kwa deni, unalipa kidogo kidogo, na ile ziada itakayokuwa imezidi si katika riba. Sawa, tukawa tumeeleza hivyo, si katika riba kwa ijmaa ya ahlul ilm, kwamba ni masala ambayo inafaa kununua kwa taksit. Muamala huo hauna shida itakapokuwa masharti yake yamekamilika. Sasa kwenye huu muamala wa simu, maelezo yaliyotufikia ni maelezo ambayo yalikuwa yana mapungufu, ni maelezo ambayo yalikuwa ndani yake yana mapungufu. Kwa kuna baadhi ya tafsiri, kuna baadhi ya maelezo itakiwa tuyatoe, hatukuyatoa kwa sababu ya kukosa maelezo zaidi yanayohusiana na muamala huo. Lakini uhalisia wa muamala huu unaofanyika sasa hivi kwa simu, ambao wanaziita simu za mkopo, kweli wanafanya kwa njia ya mkopo, yani ni sura ya mkopo, kwa maana kwamba ina sehemu ya taksit, lakini kuna aina ndani yake ya mkopo, na hili ni katika sehemu ambazo zinaufanya muamala huu uwe ni haramu. Muamala huu unaofanyika ni muamala wa haramu, una dhulma ndani yake, na kuna riba, na kuna udanganyifu. Yote haya yamo ndani ya huu muamala. Kuna riba, kuna udanganyifu, na kuna dhulma. Riba inakujaje na udanganyifu unakujaje, kadhalika na dhulma? Ni kwamba huu muamala unapofanyika, baada ya kufuatilia na kuwauliza wahusika, kwa sababu baada ya mazungumzo yetu yale, simu zilikuwa nyingi sana, watu wakipiga wakitaka tafsiri, na wale ambao wako ndani wakitoa maelezo zaidi ili kuleta ufafanuzi, kuweka wazi muamala huu uweze kueleweka zaidi. Ndipo nikabaini kwamba
muamala huu una dhulma na riba ndani yake. Ni kwamba inakuwaje? Huu muamala anakuwepo mwenye mali na ni mwenye simu ambayo ni kampuni, na anakuwepo mwenye duka na anakuwepo mteja. Sawa sawa, watu watatu. Sasa hii ni sura ambayo ziko sura tofauti tofauti huu muamala. Iko sura ambayo inafanyika kati ya kampuni na duka na mteja anayenunua ile simu. Yani mathalan kampuni inamletea simu muuza duka, inamwambia hizi simu hizi tunakuomba wewe utuuzie. Yani yule mwenye duka anachukua zile simu, kwa maana kampuni inamuuzia mwenye duka ile simu. Kawaida bei ya keshi ni 300,000, bei ya keshi 300,000, lakini kwa mkopo wenyewe wanasema ni 400,000. Kwa mkopo ni 400,000. Kwa hiyo kampuni inamletea simu yule mwenye duka, inamwambia awauzie ile simu, yani awatangazie simu zile kwamba wanakopesha kwa 100,000. Yule muuza duka anatoa pesa kuipa kampuni ambayo imempa zile simu, anatoa pesa kuipa kampuni ambayo imempa zile simu. Mwenye duka anaipa kampuni 200,000. Halafu yule mteja akienda pale anaambiwa simu zinakopeshwa kwa 400,000 na unatakiwa utoe kianzio. Kianzio chake 100,000 mathalan, kianzio chake 100,000 ili simu iweze kutolewa pini na uweze kuitumia. Kwa mteja anakubali, anatoa 100,000 ya kianzio, anapewa simu, anaenda kutumia ile 100,000. Yule mwenye duka anaichukua, anakamilisha, ndio analipa kule kwenye kampuni. Maana anakuwa ametimiza bei gani? 300,000, ambaye ile simu keshi inauzwa 300,000. Sawa sawa, inauzwa keshi 300,000, anakuwa amenunua yeye 300,000 mathalan, au kama ameinunua 280,000 yeye akauza 300,000. Ahamu shay, yani kuna maelezo tofauti tofauti ya huu muamala. Kisha baada ya yule mteja sasa ashachukua ile simu, anatakiwa au analipa kidogo kidogo. Yeye anajua amenunua simu kwa 400,000 na analipa kidogo kidogo, ametanguliza 100,000. Maana yake natakiwa atoe bei gani? Iliyobaki ni shilingi ngapi? 300,000 anadaiwa, si ndio? Hakikatan 300,000 anadaiwa. Sasa yule mteja ataendelea kutoa ile 300,000, lakini uhalisia, maelezo ya kwanza mimi nililetewa kwamba mteja anatoa ile 300,000 iliyobaki, anabaki anakamilisha 300,000 aliyobakishiwa ambaye anadaiwa. Kumbe sivyo, mteja habaki analipa 300,000. Kama ingelikuwa anabaki analipa 300,000 ambaye ilikuwa ni makubaliano, ashatoa 100,000 kwa maana 400,000, hadha la ishkala fihi, hakuna shida. Sawa sawa, hakuna ziada hapo, ametoa 400,000 tamama. Lakini kumbe ile 100,000 anayoitoa mwanzo haihesabiki. Hapa ndo penye ishkali. Ile 100,000 aliyoitoa mwanzo kama kianzio, kama ni 100,000 au kama ni 70,000 au kama ni 85, vijana wengi wameniambia kwamba mara nyingi sana kwa 85, 80, 70 kucheza hapo. Sasa ile anayoitoa ile haihesabiki katika ile thamani waliokubaliana 400,000. Ile inakuwa nje ya ile pesa 400,000. Maana yake huyu mteja atatoa 400,000 tamaman, atalipa 400,000 tamaman kidogo kidogo, huku ashatoa 100,000. Maana yake jumla ametoa ngapi? 500,000. Hii 100,000 ni ya nani? Hadha dhulm, hii ni riba. Sawa sawa,
hii ndio riba inaingia hapa. Riba inaingia hapa sababu ya ziada ile ya kianzio wameifanya kuwa ni faidatun mustaqilla, ni faida ambayo imejitenga, munfasila ani thamani almuttafaq, ambayo imejitenga kunako thamani ile ambayo wamekubaliana. Hadha haram wa hadha riba. Sawa sawa, faida hii haifai. Kama hii kile kianzio kwamba na kuuzia kwa taksid, lakini lazima utoe kianzio, na hiki kianzio kikawa ndani ya hii laki nne, la basi ukatoa laki moja ukabaki unadaiwa laki tatu, unailipa kidogo kidogo ndani ya miezi mitatu, ndani ya miezi sita, la basa fi hadha, hakuna shida. Lakini kwamba ile pesa ulioitoa mwanzo ya kianzio kwamba haihesabiki, ile ndio riba, ile ndio inaufanya muamala huu kuwa ni haram, inaufanya huu muamala kuwa ni haram, na inatakiwa Waislamu kujiepusha na biashara ya sampuli hiyo. Watu wanaofanya hivyo natakiwa wachukue tahadhari na waache mara moja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwani ndani yake kuna riba, wanakula mali za watu kwa dhulma. Lakini pia wakati huo huo muamala huu unafanyika, mteja yule anayechukua simu za mkopo anazita, yeye anajua anauziwa ile simu na muuza duka, lakini kumbe sivyo. Sawa sawa, yule muuza duka zile simu si zake, amepelekewa simu na kampuni. Kwa sasa haifahamiki yule muuza duka ni wakala au ni mwenye mali. Wewe mteja ukienda kununua unajua kwamba unauziwa na muuza duka, lakini kumbe sivyo. Na sasa hivi kuna hali nyingine pia imekuja, yani simu hawatoi kampuni, sawa sawa, bali mtu binafsi ananunua simu katika duka moja, anaenda kwenye duka lake anawakopesha watu, ananunua kwenye dirisha hili $200,000, anaenda kwenye dirisha lingine anawakopesha watu $300,000 taksitan, sawa sawa. Lakini ununuaji wenyewe huu ndani yake una riba, kwa sababu kwenye kile kianzio kile, marafiki wanawaambia wateja kwamba kianzio ni 50,000, lakini kumbe uhalisia sio 50,000. Wanawaambia wateja 50,000 ili wawavutie, kwa sababu wakiwaambia kianzio ni 85,000 wateja wataona mbona nyingi. Kwa hiyo wao mteja anaambiwa ni 50,000, anatoa 50,000 ya kianzio, halafu yule mwenye duka au yule mwenye zile simu ambaye anamuuzia kwa mkopo anamuongezea pesa ilibaki, sawa sawa, anamuongezea pesa ilibaki, kama ni 25,000 kama ni 30,000 anamuongezea ili itimie ile kianzio wanaochukua watu wa kampuni, watu wa simu, sawa. Kwa hiyo huyu muuza duka amemkopesha mteja hali ya kuwa mteja hajui, tayari anamuingiza kwenye mkopo hali ya kuwa biashara hii si mkopo, yani uhalisia wa hii biashara si mkopo, lakini wanaifanya kuwa ni mkopo. Anamkopesha mteja min haithu la yash'ur, katika hali ambayo mteja mwenyewe hajui. Hii pia ni sehemu nyingine ambayo inaufanya huu muamala kuwa ni haramu, sawa sawa. Kwa hiyo hii biashara ya simu za mikopo ni biashara ambayo zimejawa na riba, zina riba kadhalika, zina dhulma na udanganyifu. Udanganyifu ndio kama hivi, muuza duka anamdanganya mteja kwamba namuuzia, kumbe simu si yake. Ni bora angeweka wazi kwamba mimi ni wakala wa kampuni, hizi simu si za kwangu, ni simu za kampuni nimeletewa, mimi ni wakala. Na sio vibaya kuuza kwa wakala, lakini unamdanganya mtu kwamba wewe ndio mwenye simu hali ya kuwa si mwenye simu, ni hatari sana, sawa sawa. Kwa Waislamu kujiepusha na muamala huo. Hatusemi haya na hatutoi mwongozo huu kwa ajili ya kuvunja au yani kuharibu biashara za watu, kwa sababu wanaweza kusema sasa haya mawaidha au darasa hizi zinaharibu biashara za watu. Hapana, kwamba watu wanaishi hivyo, la. Waislamu kama Waislamu lazima wapewe miongozo ya sheria katika upande wa miamala, kama ambavyo wanapewa miongozo ya kisheria katika upande wa ibadati. Kwa muamala huu inatakiwa Waislamu kujiepusha
nao, sawa sawa ni wauzaji au ni wateja. Inatakiwa kadhalika na wale mafundi simu inatakiwa kujiepusha na miamala hiyo ambayo ndani yake ina riba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika muamala huo tulielezea kutoa roki kwamba kuna ujanja unafanyika kuswap. Vijana wa kuswap wale wanatoa zile roki ambazo wameweka watu wa kampuni ya simu. Ile yenyewe haina shida, yani inabaki kama vile vile, haina ishkali kwamba ni haram. Kuswap ni haram, kutoa roki simu ambayo unajua kabisa inadaiwa, unamtolea mtu roki ili asiende kulipa deni dukani ili aweze kuiuza. Haramu kufanya hivyo. Na nyingi vijana wanasema wanaochukua zile simu kwamba wanazitoa roki ili waziuze. Mathala amenunua simu ya 300,000 kwa mkopo, halafu ametanguliza 50,000, halafu analipa kidogo ima ndani ya mwezi, kisha haendi tena kulipa. Baada ya hapo anatafuta mtaalamu anamtolea ile roki ili aiuze ile simu 300,000 au 2,500,000. Anawadhulumu wale wenye duka. Hoja zao wanazotumia wanasema ya kwamba wale wenye duka wenyewe wametupigwa, kwa hiyo lazima na sisi tufanyeje? Tuwapige. Wale wauzaji wanatudhulumu, kwa na sisi tukiwadhulumu la basa. La, dhulma haiondoshi kwa dhulma, dhulma haiondoshi kwa dhulma. Kwa hiyo kufanya hivyo ni haramu. Ama kuzitoa loki simu ambazo zimekuja zikiwa na loki, kama vijana wanaouza simu used wanasema kwamba kuna baadhi ya simu zinatoka Dubai zinakuwa na loki used, zile ambazo zishatumika, sasa wanaziuza hapa. Sasa vipi kutoa loki hii? Mtu ashainunua simu na ina loki, sawa sawa. Je, kutoa hii loki nayo inaingia katika kuswap kwamba ni kutoa loki kwamba hakufai? La, ikiwa mtu amenunua simu halalan tayyiban, hakuna ishkali, simu ameimiliki, si vibaya kumtolea loki ikiwa simu hiyo ni katika simu ambazo zina loki. Lakini jambo hili linawahusu sana sana wauzaji simu. Nyinyi wenye simu, wenye maduka ya simu, mnaouza hizi simu, ndio mnaowajibika kuwatolea wateja wenu loki hizo. Lakini kuna baadhi ya wauzaji wanawauzia wateja simu zikiwa na loki na hawazitoi zile loki, wanawaachia wateja au wanawaambia wateja wawatafute mafundi ili wawatolee loki. Yani kuna vijana wao wamewaweka pale madukani, wanapiga hela, sawa. Wale ni mafundi wa wenye maduka, wanakusanya hela, zile pesa wanakuja kugawana na wenye maduka, hali ya kuwa ile kazi ya kutoa loki ni wajibu wako wewe muuzaji. Umtolee loki hii mteja wako ili aweze akaitumie simu yake aliyoinunua kwako. Sasa unaachaje kumtolea loki halafu unampa gharama nyingine ili akamtafute fundi amtolee loki? Mnadhima mkifanya hivyo. Lakini pia bado mtu hata kienda kwa fundi mwingine baki akamtolea loki, hakuna ishkali katika hilo, hakuna ishkali katika hilo, kwa sababu hiyo anatoa loki kwa ajili ya kutumia simu na haina sura ya kuwadhulumu watu katika kufanya hivyo.